Iwe mpendwa mtazamaji wangu wa chaneli yangu bora kabisa ya Injili nje ya kuta za kanisa, Injili bora kabisa inayofundisha neno la Mungu. Basi tulikuwa katika mwendelezo wa somo letu. Kipindi kilichopita tulikuwa tunapitia habari ya kazi za Roho Mtakatifu na pia nilizungumza kwamba nikafundisha Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu kama nafsi mojawapo ya Mungu, lakini Roho Mtakatifu kama msaidizi mwingine, manake yuko Yesu Kristo, alafu huyu anafuata msaidizi mwingine wa kufanana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikaeleza kwamba ni muhimu kwa Wakristo kuelewa namna gani Roho Mtakatifu anavyotambulika ama anavyopambanuliwa katika matawi makubwa ya Kikristo. Nilifundisha takriban matawi 8, 9 na kuendelea. Ziko dini na madhehebu mengi ya Kikristo, lakini mimi niligusa machache ambayo tayari nilikuwa nimeshayaweka. Kama bado, naomba urudie fundisho letu la kwanza ambalo tulijifunza kwa habari za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaeleza pia Roho Mtakatifu alihudumu katika vipindi tofauti. Yaani kuna namna ambavyo Roho Mtakatifu alihudumu katika vipindi, kwa mfano kipindi cha kabla ya Pentecost. Alafu kuna wakati wa Pentecost ambao ndio wakati wa sasa wa kanisa. Alafu kuna wakati ule utakao kuja wa miaka 100. Roho Mtakatifu kuna namna ambavyo atahudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia Roho Mtakatifu katika makundi mengine 4. Haya ni Wakristo katika matawi yao na namna hiyo, lakini kuna makundi 4. Nilifundisha habari ya Wayahudi, wa Samaria, mataifa, na namna Roho Mtakatifu alivyoweza kuingia ama kufanya kazi na waamini ambao wale waliokuwa chini ya Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nilitamani tusogee mbele kidogo. Kadri Mungu atakavyotusaidia, nilitamani tufanye vipindi takriban 2 katika siku hii ya leo. Vipindi hivi ni mwendelezo wa vipindi vya kazi ambazo Roho Mtakatifu anafanya generally. Kwa hiyo nitafundisha generally, alafu tutachambua namna Roho Mtakatifu anavyo katika hayo makundi makubwa niliyoyataja, hizo nyakati kubwa nilizozitaja, takriban nyakati 3. Lakini tutakuja nafikiri hili lingine ni kuachie namna anavyofanya kazi katika yale makundi makubwa ya Kikristo, lakini namna alivyoweza kupokelewa na kuingia katika yale makundi 4. Alafu tutazungumza kwamba namna gani Roho Mtakatifu na kazi zake kwa sasa ama kwa wakati utakao kuja kwa watakatifu. Lakini tutagusa pia mifano ya Roho Mtakatifu. Biblia imeeleza mifano takriban mingapi ya Roho Mtakatifu anavyoweza onekana machoni pa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutasonga mbele sasa katika siku yetu ya leo. Tutajifunza habari, tutasogea mbele kidogo. Nilitamani tufanye mambo fulani, lakini tutasogea mbele kidogo. Kuna jambo ambalo ningelipenda tulizungumze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika darasa letu hili la siku ya 3, darasa letu la siku ya 3 ama somo la 3, ni kwamba tunajifunza kazi nyingine ya kwanza ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye ndiye mtoaji wa karama na neema. Na labda kama nitapata wakati wa kusimama hapa, nitasimama nifundishe. Roho Mtakatifu ndiye anayetoa. Kazi ya kutoa ni sawa na wewe ningekuwa nimekupa kazi ama Mungu amekupa kazi ya kuwagawia watu jambo fulani. Kwa hiyo tunasema kazi yako ni hii ama ajira yako ni hii. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayetoa karama na neema kwa watu wake. Na labda hapa nifundishe, nikae kidogo hapa kabla ya kwenda kwenye sehemu nyingine. Na maandiko haya tunaweza tukayasoma kutoka kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto, sura ya 12, anza kusoma ule mlango wa kwanza. Roho Mtakatifu kama tulivyozungumza, kazi yake ni kutoa hizo karama na vipawa. Lakini jambo ambalo nilikuwa nataka nisimame nilifundishe hapa ni kwamba Wakristo wengi, sasa sijui nikisema nitakuwa naeleweka tofauti, lakini nafikiri
mtanisaidia, lakini makanisa mengi ya Kipentekosti yanaamini mtu aliyeokoka kisawasawa, aliyempokea Roho Mtakatifu na ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yake na anatenda kazi ndani yake, ni kwamba lazima anene kwa lugha. Mimi sijui kama ni sahihi ama hapana. Nimesha kuwa kwenye mijadala mingi na kuna mtu mmoja ambaye alinipigia akanieleza kwamba wewe ulikuwa huko unafundisha na nini na bado huko mimi nilikuwa huko, nimeshatoka. Kwa hiyo kama mtu amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, amefanyika upya, huyo mtu ni mlokole, kwamba lazima nene kwa lugha. Mimi kwangu, on my opinion, naona kwamba argument hiyo sio sahihi. Argument hiyo sio sahihi. Roho Mtakatifu aligawa vipawa vingi na karama nyingi, na hasa niseme karama kwa sababu hapa nimesema habari ya karama na neema, lakini Roho Mtakatifu ndiye anayetoa pia. Ni mtoaji wa hizo karama na neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ndio anayetoa vipawa. Roho Mtakatifu ndiye anayetoa vipawa kwa watu wake, na Biblia inasema kwamba alimgawia kila mmoja kwa kadri apendavyo mwenyewe. Kwa hiyo yeye ndio aliyekuwa anagawa karama, alizigawa, na kuna sababu kwa nini Roho Mtakatifu aligawa karama hizo kwa kila mmoja kwa kadri apendavyo, kwa sababu iko kazi ya jumla ambayo ina Roho Mtakatifu alitaka, ama Yesu Kristo alitaka. Na katika Wakorinto, waraka ambao nimekutajia, waraka wa Paulo wa kwanza kwa Wakorinto, unaposoma ule mlango wa 12 unakuta anafananisha karama hizo na namna ambavyo alimgawia kila mmoja, akimfananisha kila Mkristo kama kiungo, kama mfano wa mwili. Kwa hiyo ametoa mfano wa mwili, lakini akiwa na kusudi kwamba vyote vikatendeke katika kufanyeje, kuimarisha na kuujenga mwili wa Kristo. Sasa nitasoma kidogo hilo andiko ili tuweze kuelewana, na naamini kwamba ili na ninyi mnielewe kwamba ninachotaka kumaanisha hapa ni kwamba sio lazima mtu anene kwa lugha ili kudhihirisha kwa watu kwamba mtu huyu ameokoka. Ukristo kama mlokole sio badiliko la nje, ni badiliko la ndani. Kwa hiyo usitafute sana mambo ya nje kudhihirisha uokovu wa mtu, kwamba huyu mtu ameokoka ama mtu huyu hapana. Lakini ni lazima uelewe, sio jambo la msisimko. Kuna watu wanatafuta msisimko fulani hivi ili kuonesha kwamba huyu mtu anatawaliwa na Roho Mtakatifu. Fungua waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto 12, soma yote. Sasa mimi nikisoma yote sijui kama lakini ukianza hapa nasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoagizwa. Anasema, kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema vitu gani, hapo utaendelea, isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Sasa basi pana tofauti gani za karama, bali Roho ni yule yule? Maana anakuambia hakuna tofauti ya karama, kwa sababu Roho ni nini? Ni yule yule. Na Wakristo wengi popote pale mtakapokuwepo, ama katika jengo la ibada na taasisi ambayo tunasemaga kwamba Mungu mmoja, Roho mmoja, ubatizo mmoja, imani moja, kuna vitu ambavyo wao tunasema kwamba ni kimoja, kwa sababu wote tunaamini katika mambo yale. Nitasema zile kazi. Nataka nisimame hapa kwa sababu na Paulo aliwaandikia Wakorinto kwa sababu wao walikuwa wanaona karama pekee iliyo bora ni kunena kwa lugha, kitu ambacho pia makanisa mengi ya Kipentekosti ya sasa hivi yanawaaminisha watu kwamba alama pekee ama dalili pekee kwamba mtu huyu ameokoka na anatawaliwa na Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Hapana. Lakini hapa anasema pana tofauti gani za karama, bali Roho ni yule yule. Anasema kisha pana tofauti gani za kutenda kazi, bali Mungu ni yule yule azitendaye kazi zote katika wote. Anasema lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kila mmoja hupewa ufunuo wa nini? Wa Roho kwa kufanyeje? Kwa kufaidiana. Ina maana kama wewe unajizungumza leo ni nabii, na mimi nilishawahi kuzungumza kwamba kwa karne hizi sasa hivi na baada ya Yesu kuja mwenyewe sasa hivi na kuondoka na kutuachia Roho Mtakatifu, hakuna nabii. Tungesema Roho Mtakatifu ndio nabii wa kweli. Hakuna nabii, kwa sababu huyu Roho Mtakatifu anaachilia maono na mafunuo, ni kazi yake nyingine.
nitakuja kuizungumza huko mbele. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kuachilia maono, na hata kama maono yanatoka kwa Mungu Baba, hata kama maono yanatoka kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, lakini bado mafunuo juu ya jambo hilo ni Roho Mtakatifu anayefanya kazi hiyo. Anasema imani katika, anasema nini? Anasema maana mtu mmoja kwa Roho anapewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa. Naomba hapa uelewe, soma we mwenyewe. Mwingine anapewa hekima, mwingine anapewa maarifa. Hekima, Sofia, hekima ya kimungu, sio hekima ya kawaida. Mwingine nini? Maarifa. Anasema mwingine imani katika yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, anasema mwingine aina ya lugha, na mwingine tafsiri ya lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Mimi sielewi kwamba Wakristo tunafeli wapi. Sielewi. Yaani sielewi tunafeli wapi. Sasa hivi nilizungumza sensa ya mwaka 2015. 2015 ilionyesha kwamba Wakristo wako takriban 2.3b ya total population ya ulimwengu. Ukiangalia mambo ya imani, Waislamu ilionekana ni 1.8b. Lakini tafiti za sasa hivi 2025 zinaonesha Waislamu kutaka kuipiku ama wameshaipiku tayari idadi ya Wakristo. Kwa nini idadi ya Wakristo inashuka? Kwa nini? Hawa walio wengi, kwa nini idadi yao inashuka? Sababu nafikiri utakuwa nazo mwenyewe. Lakini anasema mwili mmoja wenye viungo vingi. Sasa mimi nataka tushuke chini kabisa. Tushuke chini kabisa. Kuna kitu ambacho nakitafuta. Tukienda hiyo huo waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto 12, nenda aya ya 28. Anasema na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano, anasema na maongozi na aina za lugha. Anasema je, wote ni mitume? Sasa Biblia yenyewe inazungumza kwamba kama Roho Mtakatifu alimpa kila mmoja kwa kadri alivyopenda yeye. Sasa wote ni mitume? Jibu hapana. Je, wote ni manabii? Jibu hapana. Je, wote ni walimu wanafundisha kama mimi? Wote hapana. Je, wote ni watenda miujiza? Jibu hapana. Anasema je, wote wana karama kuponya wagonjwa? Hapana. Anasema je, wote wanena kwa lugha? Hapana. Anauliza je, wote wanatafsiri? Anasema takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo na waonesha njia iliyo bora. Kwa hiyo kuna karama zilizo kuu, lakini hapa tafsiri yake ni kwamba sio wote watakuwa walimu, sio wote watakuwa mitume, sio wote watakuwa manabii, sio wote watakuwa na karama ambazo zimetajwa hapa. Kwa hiyo kila mmoja atapewa for the purpose ya kuedify the body of Christ. Yani hiyo ndio kusudi kubwa, na hupewi kwa ajili yako. Yani hupewi wewe kwamba mimi namiliki sasa kunena kwa lugha. Na jambo hili ni kwamba hapa ndipo makanisa, mimi sijui wa Pentecost watanisaidia mtakavyokuja, sio kwa nia mbaya, lakini kwa nia ya kujenga. Na mimi nazungumza kwa nia ya kujenga. Hapa ndio ambao mimi kwangu naona tunamkufuru Roho Mtakatifu na dhambi inaweza isiondolewe. Watu wanasema anza kunena kwa lugha, anza kunena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Ya neni anawaambia sasa nena kwa lugha, nena kwa lugha. Shandarama sio nini na vitu gani kama sio vitu watu wananena kwa lugha, wengine mpaka wanapiga sarakasi, unakuta wako juu ya meza pale amechachamaa, mwingine amenasa huko juu kwenye dari huko. Anakukuruka tu kiki. Umeona? Hawa wengine wanapokuja, hawa mnao wakaribisha ambao ni dhaifu wa imani, wanaposhindwa ile kazi, unamwambia mtu kwamba kuza imani yako, kuza imani. Anasema wewe tamka tu. Nikatoa mfano yule ambaye alikuwa baadaye ameambiwa kwamba nena kwa lugha, baadaye akasema msumbugu. Sasa msumbugu wa yeye na wabena wanajua ni aina fulani ya mboga, msumbugu. Acheni hivi vitu. Tunaweza tukawa tunamkufuru Roho Mtakatifu, na dhambi hii inaweza ikawa inatula wa Kristo, ina drain nguvu. Na ndio maana sasa hivi nasema kwamba ile nguvu ya kanisa inashuka, nguvu ya injili inashuka, kwa sababu tunafanya mambo pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu hatuwezi kufanya kitu. Yesu alijua
kwamba wale wanafunzi wake na mitume wake angeliondoka yeye pasipo kuwaletea huyu msaidizi, kanisa lingefia pale. Biblia inatudhihirishia kwamba walikuwa wanakusanyika kwa hofu, wanajifungia. Sasa injili ingetapakeje? Lakini Roho Mtakatifu aliposhuka ndani yao, vitu vilibadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia amani ndani ya moyo wangu. Tumwachie yeye mwenyewe atende. Nimefundisha kwa nini Biblia ni ngumu na kwa nini watu wanayakimbia. Wakati mwingine jifikirie, kwa nini watu wanakuja kanisani kwako? Kwa nini watu wafate jengo lako la ibada, wasiende kwenye jengo lingine? Sababu za msingi ni kama hizi. Na nimesimama hapa kwa muda kwa sababu nilitamani sana ili jambo la karama, niache na vipawa, niseme karama. Roho Mtakatifu anatoa yeye mwenyewe kwa kadri apendavyo, na anampa mtu karama yeye, sio mtu anachagua. Roho Mtakatifu ndiye anayetoa karama, kwamba sasa wewe chukua karama hii, wewe chukua karama hii, wewe chukua karama hii. Lakini kusudi ni nini? Ni kulijenga kanisa la Mungu, ama kujenga mwili wa Mungu. Anasema kama vilivyo viungo vingi, lakini vyote ni mwili huu. Na ukiendelea kusoma vizuri huu waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto, na Paulo aliandika papa kwa sababu kanisa la wakati huo lilikuwa linajitutumua, lilikuwa linajiinua. Na ukisoma vizuri wakati wa kanisa, sio kwamba walikuwa wanatenda haya mambo kwa nguvu yao, kwamba walikuwa ni wasafi ama watakatifu. Hapana. Lakini Mungu alifanya hivyo ili nguvu ya Mungu ionekane. Yani kwamba tunataka kumanifest the power of God kutoka kwa mtu, ndani ya mtu. Sio kwamba wewe ni msafi, wala sio kwamba Wakorinto walikuwa ni wasafi. Kama watu wanajua, wanaelewa kabisa, Korinto ilikuwa ni sehemu ambayo kulikuwa na kila aina ya dhambi, na zile dhambi mbaya kabisa zilikuwepo Korinto. Lakini Mungu aliachia, na Paulo wakati mwingine amesema, sio kwa sababu yenu ninyi mlivyo watakatifu, ila ili nguvu ya Mungu idhihirike ndani ya mtu. Sasa na sisi tutafakari sasa hivi tunachokifanya ni kitu gani? Na sisi tumegeukia kuwa Wakorinto, tunafanya yale ambayo Wakorinto walikuwa wakiyafanya. Tunaamini kwamba kunena kwa lugha ni karama bora kabisa. Alafu unaanza, mtu anakuambia haya, simama hapo. Wewe una uwezo wa kumzuia Roho Mtakatifu? Unaweza ukamwamrisha Roho Mtakatifu kweli? Unaweza ukamwamrisha Roho kwamba sasa hivi nataka uanze? Yani wewe ndio wewe. Ndio maana haya makanisa, ndio maana Ukristo unakufa. Yani naomba nisimame hapa kwa muda na univumilie, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, lakini ninahisi ndani kuumia. Kanisa sasa hivi linaumia, limeshusha malengo. Nimefundisha hilo. Linaangalia mambo, linaenda katika ustaarabu wa dunia unakokwenda. Sisi hatutakiwi kufanana na wao, wala hatutakiwi kutembea kwenye paramita ambazo wao wanatembea. Mungu wetu ni Mungu wa viwango vya juu, kwa hiyo lazima tutembee kwa viwango hivyo. Lakini unapofika mahali kwa kuona kwamba wewe una nguvu ya kumwamrisha Roho Mtakatifu, kwamba sasa, manake sio wale hawaneni kwa nguvu zao, hata mitume hawakufanya hayo mambo kwa nguvu zao, bali kwa Roho Mtakatifu aliye ndani yake, ndani ya mtu. Na kitabu kile cha Matendo ya Mitume tunasema kilifaa kuitwa kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu, sio kitabu. Wale walikuwa ni binadamu kama sisi tulivyo, lakini Roho Mtakatifu alipoingia ndani yao aliwabadilisha na wakafanya walichofanya. Manake ni nguvu ya Roho Mtakatifu iliyotenda kazi. Sikiliza, na Mungu na Yesu Kristo alikuwa na sababu. Anasema kama hawa hawakunielewa mimi na wala hawakuniamini mimi, itakuwaje kuamini katika jambo lisiloonekana? Lakini akawaambia wanafunzi wake na mitume kwamba ninyi mna heri kwa sababu mnajua hivi vitu mmefunuliwa na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Kwa hiyo tunajua kabisa. Lakini leo unafika mtu unaamrisha tu, anza kunena kwa lugha, Manake unamwamrisha Roho Mtakatifu, humwamrishi mtu. Yani kama we ni mtumishi unafanya hicho kitu, acha kabisa hiyo tabia, acha kabisa. Na Roho Mtakatifu ana kusudi lake. Na sio rahisi kwamba wakati mwingine mimi nashangaa unakuta watu wako 100, alafu wote wanaenda kwa Roho Mtakatifu. Wote. Alafu wakimaliza, yani hamna mtu mwenye habari tena kwamba hivi hapa tulikuwa tunaongea nini, ama Roho Mtakatifu ametujibu nini. Yani hata mtu wako akikuuliza kwamba hivi baba, pale ulikuwa unasema nini, mimi sijui kama utamweleza, au mama, hivi ile pale ulikuwa unasemaje, sijui kama utamwambia. Tuache haya mambo. Tuache haya mambo. Ni mambo ambayo yanatia kinyaa. Wanaotuona na wanaotamani kuwa Wakristo wanaona kwamba hapana. Hapa kuna mambo mengine. Wanatushinda watu wa kidunia.
wanajua kabisa kwamba hapa tuongee kwa lugha ambayo hawa watatuelewa. Wale wakati siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipoingia kwa wale wanafunzi na mitume, walikuwepo waliokuwa wanasikia zile lugha. Yani tungelitafuta kwa sababu Biblia inazungumza kwamba walinena kwa lugha ambazo wale watu wengine wa mataifa waliwasikia na kuwaelewa kabisa. Waliwasikia na kuwaelewa. Na ndio maana ilikuwa rahisi kwa injili kutapakaa na kwenda kwa nguvu. Siku ile Biblia inazungumza watu 3,000 walimpokea Kristo. Na wao Roho Mtakatifu akaingia, wakaondoka kwa ujasiri kwenda kuifanya kazi ya Mungu walikokuwa. Yaani kwa sababu nini? Roho Mtakatifu alipowaingia wale watu na walikuwa wanajua kwamba hawa sio watu wa lugha hizi. Fikiria kwa mfano mimi ni Mmanji, kalugha kadogo, lakini kwa kabila kubwa ningesema ni Mkinga. Sasa nianze kunena lugha ambayo yani hata mtu wakiniangalia wanasema kwamba huyu labda sio labda niko na nena lugha sijui ya wapi huko, sijui labda nichukulie Ulaya huko, sijui Kigiriki, sijui kilugha gani, sijui Afghanistan, sijui kilugha gani huko na nena hiyo sasa, au Kijapani huko, niko China huko maeneo na chapa kweli kweli. Watakaponiangalia wanaweza wakajua kabisa kwamba huyu ni Mtanzania, na Utanzania aliyenao huyu ni Mkinga, mtu wa Iringa. Amewezaje kuzungumza Kijapani tena cha ndani ambacho watu wengine wananisikia na kunielewa kile ninachosema? Hicho ndio kitu ambacho kinavuta watu. Ama unaponena kwa lugha, awepo anayefasiri. Yaani hamwezi mkanena wote 100. Haiwezekani. Watakuwepo labda 1 ama 2. Na wananena kwa utaratibu, ili huyu anayetafsiri aweze kutafsiri sahihi kile ambacho Roho Mtakatifu anataka kiwaingie watu. Sasa najua hapa nimechokoza jambo pana. Mimi nazungumzia kazi, lakini nimejikita sana kwenye habari. Yeye ndio mtoaji wa karama, na nimezitaja karama zote, umeziona pale, ziko pale mpaka mwisho. Na kule mwisho nataka ukazia, kwa sababu watu wengine wanapoangalia na akashindwa, ni rahisi sana kubounce kwenye huo wigo, alafu anarudi huku nyuma na hali yake inakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi niwaombe, kunena kwa lugha sio kiashiria pekee kwamba huyu mtu ameokoka. Sio. Mwingine anaweza kawa na karama tofauti kabisa. Mwingine ana karama ya kufundisha kama mimi ninavyofundisha. Ndani yangu naona kuna msukumo, natamani kuvipanga hivi vitu kwa mtiliko, na ndio maana nimeanza toka tulikoanza. Ni uumbaji ama mageuzi? Mungu yupo? Tunawezaje kumjua Mungu? Nimeenda hapo asili ya mwanadamu, na nitakuja kufundisha. Nimeelezea Biblia ni nini, nafundisha kwa mtiririko, ili mtu atakapokuwa anasikiliza vipindi vyangu kwamba Mungu aseme naye. Na ninataka nikurudishe kwenye Biblia. Ukiweza kununua Biblia takatifu nzuri kabisa ya vitabu 66, nunua hiyo. Lakini pia nimekueleza namna ya tofauti kati ya Biblia moja na Biblia nyingine, kutegemeana na madhehebu ya Kikristo, namna ambavyo utakuta kuna slight changes ya kwenye lugha. Hawa wanazungumza hivi, huyu anazungumza hivi, huyu anazungumza hivi, huyu anazungumza hivi, na wanatafsiri tofauti juu ya mambo ambayo yangewaleta Wakristo pamoja. Nia yangu na kusudi langu ni kwamba Wakristo warudi pamoja. Sasa hivi mnazidi kukatika, na mnapokatika mnakuwa vidhehebu vidogo. Sehemu nyingine unasema kwamba mtu na mke wake na watoto kanisa. Anza hapo, endelea. Sasa ni sahihi, kwa sababu kanisa ni kusanyiko ama kundi la Mungu, ni sahihi. Lakini utakosa nguvu ya kukupeleka mbali katika huduma ambayo unaitaka. Na wakati mwingine huku kwenye Pentekoste sio wito. Kwani ukiwa na elimu sahihi juu ya jambo hilo ni dhambi? Hao mitume na wanafunzi walikaa na Yesu miaka. Yesu akawatraini wao, akawaimarisha. Sehemu nyingine anasema na kuombea Petro. Manake Mungu pia alikuwa, huyo ambaye tunamwamini ambaye ndio Mungu Yesu Kristo, alikuwa anaomba juu ya Petro kwamba Petro anavyoimarika akawaimarishe watu wa nyumbani mwao. Sio nyumbani kwake, wale wa familia. Inaweza ikawa ni tafsiri ya kwanza ya wazi, lakini kuna watu katika nyumba ya Mungu. Kasome kule Paulo wakati anamwambia Timotheo, waelekeze watu namna ya kukaa wapasavyo katika nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni ipi? Utajua hapo. Nimeshafundisha hayo masomo. Kwa hiyo ninatamani watu fulani wajue, watumishi wa Mungu wajue, kila mnapopishana mnazidi kukwamisha kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inakwamishwa na sisi.
unafundisha somo hili hivi, unafundisha somo hili, lakini wakati mwingine jitahidi ufundishe lile somo kwa usahihi, watu waweze kumpokea Kristo na wakamwishie Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetumia muda mrefu sana hapo kwa sababu naonaga pana mkanganyiko kweli, na Wakristo wanagongana kweli. Kwa hiyo usipofanya jambo fulani nini, kuna wakati fulani nitatoa mifano mingi juu ya jambo hilo. Kuna wakati fulani tulikuwa tuna kwenye kanisa moja, alafu mtumishi anatoa kodi, anazungusha, akitupa hivi, kuna aina fulani ya watu lazima waanguke. Mimi nikajiuliza, wakati huo bado sijakomaa sana, na kuna mahali fulani nikiwa mdogo sana, form 4, niliendaga kwenye kongamano fano la mtumishi wa Mungu sitamtaja, alafu nikafanya jambo fulani sikuona tofauti. Alafu wakati niko chuo ndio nikaenda kwenye hilo kanisa, kwenye hiyo taasisi, nikaingia pale. Siku moja nikasema acha na mimi niende. Akarusha koti pale mwanangu. Hamna, mimi nikalituza gambani mwanangu. Umeelewa bwana, hamna chochote. Kwa hiyo baadaye walipogundua kwamba huyu bwana atatukwamisha kwa maigizo yetu, akawa hata akiniona pale nirushii mimi, anawarushia watu wengine. Anirushii mimi, anawarushia watu wengine. Alafu kuna watu walikuwa kila wakiwekewa mkono lazima aanguke. Nikasema jamani, mbona hawa tu? Huyo Roho Mtakatifu kila siku ni wao tu. Mbona sisi nikafika mahali pale nikasema leo na mimi wacha niende. Nilikuwa na ndugu yangu Elia Masanja. Nafikiri ninapozungumza atakuwa ananielewa. Mtu mmoja waliomweka pale ana mkono umeshiba kweli kweli mwanangu. Ile kuweka kichwa ndio yaani network ikakata pale. Yaani wakati nahangaika kurudisha network ikae sehemu yake, nikishapigwa vile huku unaminywa kwenye mguu hapa chini, afu unasukumwa, unazidi kwenda, tunazidi kwenda. Baadaye nikaanguka, nikagundua kumbe maana yake ni. Sasa mimi natamani niwaambie watumishi, mambo haya, maigizo haya tunayoyafanya ndio yanawafanya watu wengi wamwache Mungu. Na kwa wale wenzetu walioendelea, wale waliokuwa sasa, ndio wanaamua kuambatanisha nguvu ya Mungu na vitu, alafu wanapata hela, wanafanya biashara. Liko somo ambalo nitakuja kulifundisha hapa. Kuna watu walikuwa wanafanya biashara za roho za watu. Biblia inazungumza, sitalisema leo, lakini kuna mtumishi pia mwingine aliyewahi kufundisha unawezaje kufanya biashara ya roho za watu. Unawezaje? Jambo mojawapo ni kwa namna hii ambayo nafundisha. Acha maigizo. Nilishafundisha kwa nini watumishi wanawafanya watu wakimbie kwenye hii imani. Kanisa linashuka, watu wanamwacha Yesu, watu wanamwacha pamoja na matatizo yetu mengine yote, lakini kuna matatizo ukiyafanya, they become a very serious sign ya kwamba kanisa hili lina shetani ndani yake na sio roho wa Mungu. Nguvu ya Mungu katika vitu, Mungu anaenea katika vitu. Watu wanakata kipande cha papai, wanakuambia hapa ndio Mungu yupo. Mungu anaenea kwenye hicho kipande cha papai. Sisemi na kule kwingine ambako mnataka niseme, sisemi, siji huko, lakini wewe mwenyewe utajua tu. Huyo mwingine anasema sema kitu, sisemi huko. Niseme wewe sema mwenyewe, andika hapo kwenye comment kwamba ni kitu gani, lakini mimi sisemi. Sitaki hivyo vitu. Leo hii watumishi wana mambo ya ajabu. Hata shuhuda za ajabu. Shuhuda siku hizi hamna. Labda shuhuda tu ni mtumishi akisema kwamba leo mimi nimefanya jambo fulani hivi extraordinary. Watu wanasema kwamba okay, this could be beyond the human capacity, labda kitu kama hicho, kwamba okay, this is spiritual, right? Hubiri Injili. Wenzetu mitume walipewa Injili, wakaihubiri Injili, na nguvu ya Mungu ilidhihirika katika neno lake. Biblia inasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa kazi gani? Kasome kwamba waraka wa Timotheo wa kwanza na wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiki kitu nimekizungumza kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayegawa karama, kazi. Kazi. Sasa nimeenda mbali sana, lakini nilikuwa nazungumza kwamba kazi ya kwanza katika somo letu ile, sasa niseme kazi ya 11. Kazi ya 11, ama sijui tutaangalia pale mtiririko wa namna ambavyo tumepanga, lakini kazi ya 11 ni nini? Ni kwamba yeye ndiye anayetoa karama na neema. Soma waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto, mlango wa 12, anza aya ya kwanza. Soma huo mlango mzima, na wakati mwingine kama una Biblia nzuri itakupa reference ya vitabu vingine ambavyo vinazungumza